Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma, mwingi wa ukarimu, muumba mbingu na ardhi, kwa kutujalia leo tena kuendelea katika darasa zangu na kujibu maswali yenu, na niliwaambia kwamba nitawajibu ili kuwaelimisha na wale wasioelewa. Leo kuna darasa inaitwa kwamba siri ya ndege bundi katika utafutaji wa mali. Ndugu yangu, maswali hayo nimekuwa naulizwa sana, watu wengine wakiwa wananasibisha bundi pamoja na uchawi, wengine wakiwa wananasibisha bundi pamoja na hawa wanga wanaowanga, wengine wakiwa wananasibisha bundi katika dhana nyingi tofauti. Bundi ni miongoni mwa ndege au wanyama kwa sababu ya namna mbili. Bundi huwezi ukamuita ndege, utamuita ndege kwa sababu ana mabawa na anaruka. Pia bundi ukimwangalia kwa vizuri kabisa utaona ana maumbile kama mwanadamu. Hebu mtazame pua yake, mtazame macho yake. Pia bundi anakuwa na kwato kama unavyoiona hivi. Miguu yake imekatika katikati. Huyo ndio bundi. Lakini bundi huyu katika ulimwengu huu, bundi mara nyingi huwa anatembea sana usiku. Panapokuwa katika jamii ya wale ndege, bundi utembea sana usiku. Ndio ufalme wake, Mungu alimuumba hivyo kwamba bundi au anazungutembea usiku, yeye pamoja na huyu popo. Muujiza wa popo, utamwona ananing'inia, analala kichwa chini miguu juu, tena katika majumba ya watu, na anajenga makao kabisa bila wasiwasi. Lakini ikifika usiku wanatoka, wanaanza kuzurura. Huyu ni asili yake, ndivyo Mwenyezi Mungu alivyomuumba. Sasa sisi binadamu tunapoona asili ile, tunajua kwamba hii inatokana na nini? Hii inatokana na wachawi, kwa sababu wachawi wanatembea usiku, basi bundi naye anatembea usiku. Kwa hiyo anashirikiana na wachawi pamoja na wanga. Lakini bundi huyu ana siri kubwa sana kwa wale wenye kujua. Sio kwenye macho. Bundi sio kwenye manyoya. Bundi ni katika mayai yake tu. Katika mayai bundi ana faida kubwa sana. Kwani hujatembea ulimwengu ukakuta watu wanauliza kwamba haya mayai ya bundi natafuta yanauzwa bei ghali? Ni kweli yanatafutwa, kwa sababu ni vitu ambavyo ni adimu. Kuna mahali ukivichanganya basi mambo yanatiki. Kwa hiyo nimependa leo nikudokezee, kisha nitaleta somo jingine, nitakuja kukufafanulia sasa faida halisi ya hayo mayai. Kijaliwa ukiwa umelipata tu moja, ukapata ima la combat au ukapata yenyewe yako ni ya mviringo, ukalipata, basi mashallah utakuja au utakuwa nalo, nitakueleza faida yake, utafanya, na kesho kutwa mimi nitakuamkia shikamoo, sio utaniamkia shikamoo, kwa sababu utakuwa tayari una pesa. Kumbuka tu upige vita maskini. Mwenye pesa anakuwa na daraja kubwa kuliko asiyekuwa na daraja, kwa sababu ukiwa na pesa hata mzee atakuamkia shikamoo, sio anakuamkia wewe, anayamkia pesa yako. Kwa hiyo ndugu zangu, tuendelee katika madarasa yetu, tuweze kupata vipindi vyetu, tuweze kunufaika na masomo yetu. Tukutane katika kipindi kijacho. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.